Ubelgiji imegoma pendekezo la tume ya Umoja wa Ulaya la kutumia mali ya Urusi kwa maana fedha za Warusi. Na hii ni kauli iliyotolewa na waziri wa mambo ya nje wa Ubelgiji. Hata hivyo, Umoja wa Ulaya katika mipango yake ulipanga kutumia fedha za Urusi ambazo zipo katika mabenki mbalimbali katika nchi za Umoja wa Ulaya, hasa nchini Ubelgiji. Ubelgiji imesema haikubaliani kabisa na pendekezo la tume ya Umoja wa Ulaya la kutumia mali ya Urusi, ikizingatiwa kuwa ni hatari sana. Waziri wake wa mambo ya kigeni Maxime Prevot alisema mnamo jana Jumatano, tumesema mara kwa mara kwamba tunachukulia chaguo la mkopo wa fidia kuwa mbaya zaidi kuliko yote, kwani ni hatari na haijawahi kufanywa hapo awali. Prevot aliwaambia waandishi wa habari kabla ya mkutano wa mawaziri wa mambo ya kigeni wa NATO. Ubelgiji inaamini kuwa inaomba kuonyesha mshikamano kuhusu matumizi ya mali ya Urusi bila kupewa mshikamano sawa, aliongeza waziri wa mambo ya nje. Kila mtu anaweza kuona jinsi imekuwa vigumu kwa miezi kadhaa kupata suluhu thabiti kwa chaguo lililopendekezwa. Hii inaeleza kwa nini tunaendelea kuomba njia mbadala ambayo ni EU kukopa kiasi kinachohitajika kwenye masoko, Prevot alieleza. Tume ya Ulaya imekuwa ikitaka nchi za Umoja wa Ulaya zitumie mali ya Urusi iliyogandishwa kufadhili Ukraine. Mnamo Novemba 8, vyombo vya habari vimeripoti kwamba kiasi kinachohusika kinasimama karibu euro bilioni 140, sawa na dola bilioni 162 katika mfumo wa mkopo wa fidia ambayo Ukraine italazimika kulipa baada ya kumalizika kwa mzozo na katika kesi ya fidia kwa uhalifu wa mali kutoka Moscow. Kufuatia kuanza kwa operesheni ya kijeshi ya Urusi nchini Ukraine mnamo mwaka 2022, EU na G7 zilizuia karibu nusu ya akiba ya fedha za kigeni za Urusi, jumla ya takribani euro bilioni 300, karibu bilioni 200 euro zinazoshikiliwa katika akaunti na takribani euro bilioni 200 zinazoshikiliwa katika akaunti za Ulaya, hasa katika Euroclear ya Ubelgiji. Mnamo Novemba 27, rais wa Urusi Vladimir Putin alisema kuwa kutaifishwa kwa mali za Warusi ambazo hazijahamishika kutazingatiwa kama wizi wa mali na kudhoofisha imani katika kanda ya Euro. Rais huyo amesema kwamba ikiwa mataifa hayo yataendeleza mpango huo, ni wazi Urusi itachukua mali za watu wa Ulaya na kuzitumia kama ambavyo wao wanatumia fedha zao. Kwa ufupi ni kwamba tume ya Ulaya inasema mali ya Urusi iliyogandishwa yenye thamani ya hadi dola bilioni 160 iliyopo Belgiji inaweza kuhamishwa kuwa mkopo wa fidia na kutumiwa na Ukraine. Serikali ya Ubelgiji imeelezea wasiwasi wake kuwa nchi hiyo inaweza kubeba mzigo na lawama katika hatua zozote za kisheria zitakazotekelezwa na ikulu ya Kremlin katika siku zijazo. Wakati huo huo, katibu mkuu wa NATO Mark Rutte amesema Donald Trump ndiye mtu pekee anayeweza kuvunja mkwamo katika vita vya Ukraine, licha kwamba alisisitiza katika siku za hivi karibuni juu ya nchi za magharibi kutaka kutumia fedha za Urusi ambazo zimegandishwa. Trump aliwahi kuambia watu wa magharibi wasithubutu kutumia mali hizo za Urusi, kwani itakuwa ni jambo lisilokubalika kuzitumia mali ambazo haziwahusu katika kutengeneza mazingira katika kuikopesha Ukraine ambayo imekuwa na madeni mengi hadi sasa hivi. Tume hiyo ya Ulaya ilipendekeza matumizi yasiyokuwa ya kawaida ya mali ya Urusi iliyogandishwa ili kuisaidia Ukraine. Baraza Kuu la Umoja wa Ulaya limetangaza kwamba linapendelea mkopo wa fidia kwa kutumia mali ya serikali ya Urusi, lakini Ubelgiji ambayo inamiliki mali nyingi imesema hilo haliwezekani. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.